Hizi ni habari zetu za asubuhi leo, ikiwa ni tarehe 11 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho kinakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yote yanayojiri mashariki mwa DRC, lakini pia ulimwengu mzima. Waligani mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu popote uliko, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ninayo furaha tele ya kuweza kukualika mara tena katika habari zetu za asubuhi leo, ili upate kufahamu yote yanayojiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan uko kwenye uwanja wa vita. Asubuhi leo mpendwa msikilizaji, utakujuza kuhusu taarifa kutoka maeneo ya uwanja wa vita ambako wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha wahasi wa M23 maeneo 4 uko jimboni Kivu Kaskazini, na tujielekeza pia uko Kamituga tupate kukujuza ni kipi ambacho wazalendo wamekizungumza baada ya maandamano ambayo yalitishwa na raia hiyo jana, kuwataka wazalendo wapate kuondolewa maeneo hayo ya Kamituga kwa tuhuma za kusemea kwamba wao ndio wanahusika na kusababisha usalama kuwa mdogo maeneo hayo. Kwa hivyo mpendwa msikilizaji, na kusihi utafaidi vingi na utafahamu yote ambayo yanaendelea maeneo mbalimbali. Na pia utajielekeza moja kwa moja huko ndani ya sekta ya Itombo ambako wazalendo wamefanikiwa kumshika mtu mmoja ambaye anatuhumiwa kuwapelekea wahasi wa M23 chakula. Kwa hivyo nakusihi kuwa nami mwanzo mpaka tamati mpendwa msikilizaji, na usisahau kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili naendelee kuzipata kama kawaida. Bila shaka na tumaiya kwamba utakuwa salama usalimini, na tufungue kurasa wetu wa habari moja kwa moja na habari kutoka huko jimboni Kivu Kaskazini, maeneo ya Walikale ambako siku ya Ijumaa tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025 imegubikwa na mapambano makali kati ya wahasi wa AFC M23 na wapiganaji wa kiraia wanaojulikana kama wazalendo katika maeneo ya Kibati, kata ya Lubarike, takribani kilomita 100 kutoka Walikale mjini katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, mapigano hayo yalianza alfajiri wakati wa wapiganaji wa wazalendo waliposhambulia ngome za wahasi wa M23 katika eneo hilo, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wakahaji wa vijiji jirani. Baada ya mapambano makali yaliyodumu mchana kutwa, wazalendo waliweza kuwafurusha wahasi wa M23 kutoka katika ngome 4 kati ya 5 ambazo walikuwa wamejenga Kibati tangu mwezi April mwaka huu. Taarifa za awali zinaeleza kuwa waasi 16 wameuawa, huku upande wa wazalendo watu 2 walijeruhiwa. Majeruhi hao wamepelekwa mjini Kibua kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa sasa utulivu wa muda umetanda Kibati, ingawa wakahaji wengi wamekimbilia porini, huku wengine wakijificha manyumbani mwao kwa hofu ya kurejea kwa mapigano. Ni vyema kukumbusha kwamba Kibati ilikuwepo chini ya udhibiti wa wahasi wa M23 tangu mwezi April baada ya kuondoka kwao katika mji wa Walikale. Kukombolewa kwa maeneo haya mpendwa msikilizaji kunawapa faraja raia kuona kwamba kuna imani bado ya kuweza kukomboa maeneo mengine. Ujumbe kutoka upande wa wazalendo umesema kwamba wako tayari kwa kuhakikisha kwamba wanakomboa maeneo yote ambako wahasi wa M23 wanayadhibiti. Maeneo 4 ndiyo tayari yamesharejeshwa mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC, huku wahasi wa M23 wakisalia na eneo moja pekee kama tegemezi lao. Katika mapambano ambayo yameripotiwa tarehe 10, wahasi wa M23 wameingia kwenye hasara kubwa ya watu 16 kuuawa upande wao, huku vifaa vya kivita vikiingia mikononi mwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC. Na tukitoka huko Walikale moja kwa moja elekeze huko Mwenga katika mji wa Kamituga ambako baada ya maandamano iliyoshuhudiwa hiyo jana tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025 ambayo raia kwa hasira walikuwa wakiomba wazalendo watolewe maeneo hayo, hatimaye wazalendo wamejibu kauli ya raia na kuweza kuonesha ni kipi ambacho kinaendelea kwa sasa huko maeneo ya Kamituga.
Siku ya jana imegubikwa na wasiwasi mkubwa maeneo ya Kamituga. Hiyo ni kufuatia kifo cha mkuu wa jeshi la polisi mjini Kamituga pamoja na askari mmoja wa jeshi la taifa FARDC katika makabiliano yaliyoripotiwa kati ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa FARDC mjini Kamituga. Baada ya makabiliano yaliyoripotiwa usiku wa kuamkia tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025, raia wa mji wa Kamituga walisimama na kushutumu wazalendo kuwa mmoja kati ya watu ambao wanahusika kuyumbisha usalama maeneo hayo, na hivyo waliandaa maandamano ya hadharani kwa kuzunguka ndani ya mji wa Kamituga wakiwa na himba kusema kwamba wanahitaji wazalendo wapate kutoka maeneo hayo ya Mwenga ndani ya mji wa Kamituga. Lakini sasa baada ya tukio hilo kuweza kuripotiwa, wazalendo wamezungumza nini? Huyu hapa ni mmoja kati ya msemaji wa kundi la PAPCO linaloongozwa naye Kamanda Nyakiriba kutoka uko Mwenga. Amejibia kuhusiana na swala hilo na kuhusu kile ambacho kinaendelea uko tarafani Mwenga kwa sasa. Karibu kiongozi, uanze na kujitambulisha. Mjambo ndugu mtangazaji, mimi ni msemaji wa kundi ya PAPCO ambayo umeongozwa na General Major Nyakiriba Matebura Daniel ambayo imepatikana hapa tarafani Mwenga. Tumepata hiyo taarifa kwamba upande wa Kamituga huko kumefanyika vurugu, na hiyo vurugu ilikuwa kati ya wazalendo na FARDC, na vurugu hiyo imepelekea wanajeshi wa wazalendo, wanajeshi wa FARDC na hata commandant de ville ya PNC jijini Kamituga wamefariki. Na sisi kama vile PAPCO tulilaumu na kupiga hiyo mambo marufuku kabisa, sababu ni mambo ambayo ya kufurahisha. Sisi tunajua kwamba tuna adui umoja tu, ndiye M23, na ule M23 inabidi tuchangane sisi wazalendo na FARDC kama vile jeshi ya taifa. Tunapaswa tukachangane na kupiga ule adui M23 mwenye anatafuta kuyavamia udongo wetu ya Kongo na kumurudisha kwa Rwanda. Sasa wakati yenyewe sisi wenyewe tuanze tukapigane, itakuwa ni kupatia adui njia, itakuwa ni kupatia adui nguvu, na tutakuwa tunashindwa au tutakuwa tunashindwa vita na hatutaweza tena vita. Ninaweza ndugu mtangazaji, ndio maana ninaomba na kusi FARDC au tunaomba na kusi FARDC kama vile sisi PAPCO, FARDC wazalendo wenzetu, tuungane pamoja, sisi kwa sisi wazalendo tuungane na FARDC ili tukue na nguvu ya kuweza kupiga adui. Wakati tunagombana sisi kwa sisi, nguvu itakuwa inatuisha na adui atatuweza. Ndio maana tunaomba sasa vile sisi PAPCO tunaomba tuwe umoja na nguvu moja na nia moja ili tupate kupiganisha adui, asitukute tuko mafaiblesse, na ile mafaiblesse itatuma fasi kwenye tuko tafuta tu defendre au mipaka yetu ya inchi wala udongo wetu itakuwa inavamiwa vile vile. Ni kwa hiyo ndugu mtangazaji, nitarudia kidogo. Ulisema kama upande ya nani ya Kamituga huko pia wameandamana, population imeandamana contre wazalendo. Mimi ninaona kama hawezi andamana contre mzalendo, sababu na population nao ni wazalendo. Wakati wataandamana contre mzalendo, nani atabakia sasa? Watabakia na jeshi gani? Nawaza kama hiyo ziwezekana. Kama walinda naimba wazalendo waende, hiyo haikukuwa kusema kama wazalendo watoke jijini ya Mituga wajielekeze wapi. Naam, kamanda, umesema ya kwamba zile nyimbo waliziimba tu ni kwa hasira, lakini ukiangalia pia mikononi walikuwa wanabeba mabango ambayo inaandikwa tunahitaji wazalendo watoke Kamituga. Labda wewe unahisi ni kipi ambacho kimepelekea raia wa Kamituga kuweza kufanya kitendo kama hicho ambacho kinaweka historia ya kuona raia wanaomba wazalendo wapate kuondoka maeneo ambako wazalendo wanapatikana? Mambo ambayo yamefanyika kwa Kamituga, kama population iliimba hiyo manyimbo, ilikuwa ni juu ya kisirani mkubwa ambao iliwapata ya kupoteza wandugu zao, marafiki zao, vitu vyao, na hiyo kisirani
ndio ilituma population inaingia barabara kwenda naimba kusema wazalendo watoke kumuda, wakati walenda tia mwili ya wandugu zao kwenye harzini. Lakini hiyo manifestation kabisa ilikuwa manifestation sababu haikuwa autorize na autorite civile, haikuwa autorize na societe civile. Ilikuwa vitu ambao walifanya kupitia kisirani mkubwa ambao walipata ya kumpoteza marafiki wa ndugu na vitu. Nawaza ni hiyo, ndugu mtangazaji. Na labda kwa sasa kuna ushirikiano gani kati ya jeshi la taifa FARDC na wazalendo maeneo ya Kamituga? Kati yetu sisi na FARDC, jeshi ya taifa, hatuna matatizo ndugu mtangazaji. Tunajua kwamba sisi wote ni Wakongomani, sisi wote ni wanajeshi na tuna lengo moja tu ya kupiganisha adui. Na huenda kama hiyo vurugu inaweza ikafikie, inaweza kuwa labda ni ukosefu tu wa maelewano, labda wa askari wawili, na ikapelekea hiyo vurugu. Lakini ninaweza kusema wala tunaweza sema upande tu sisi wazalendo na FARDC hatuna hata ubaya moja. Labda una ujumbe gani kwa raia wa Kamituga ambao walisimama kwa hasira na kuanza kuzunguka wakiimba nyimbo ya kusema ya kwamba wazalendo waondoke? Labda una ujumbe gani kwa raia wa Kamituga na Mwenga nzima kwa ujumla? Ujumbe mkubwa ambao ninao kwa raia ya tarafa letu la Mwenga, hasa zaidi jijini Kamituga, raia iwe kimya, sababu maji ikimwangika imemwangika na hakuna namna hivyo tena unaweza ukailokote. Na ninawaza kama mambo kama ilifanyika haikuwa entre wa askari na raia, ilikuwa askari wao kwa wao, na ni tatizo mkubwa sababu wakati tembo ziko napigana ni majani nje na kwake na lungula, majani na kwake na haribika, na hapo wenye wanakuwa kama vile majani ni raia. Ndio maana mambo imefika kufanyika. Tunasi raia iwe kimya kabisa, tuangalie namna gisi government yetu ya Kongo itafuatilia hiyo jambo ili amani ya kudumu ipate kurudia jijini Kamituga na kwa upekee tarafa letu la Mwenga. Asante. Na tukisalia tu huko Mwenga ni kwamba vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo wa tarafani Mwenga ndani ya sekta ya Itombwe waendelea kuweka ulinzi madhubuti ili kuhakikisha kwamba adui asipate nafasi ya kuingia maeneo hayo. Tarehe 10 Oktoba mwaka wa 2025, kikosi cha wazalendo kimefanikiwa kumshika mtu mmoja ambaye anatuhumiwa kuwa anawapelekea chakula wahasi wa Ngomino Twirwaneho, Red Tabara pamoja na M23 uko ndani ya sekta ya Itombwe. Mfariji Lewis ni mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe kwa tarafani Mwenga. Ameanza kuonesha picha halisi. Huyo amekanusha pia madai yanayosema ya kwamba tayari wahasi wa M23 wameshaingia tayari maeneo ya Kipupu ambako ni makao makuu ya sekta ya Tanganyika. Hiyo ni baada ya taarifa nyingi kuweza kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii ya kusema ya kwamba wahasi wa M23 tayari wameshajiingiza ndani ya sekta ya Itombwe na kuweza kuingia maeneo ya Kipupu ambako ni mji mkuu makao makuu ya sekta ya Itombwe. Mfariji Lewis, karibu kwenye jukwaa letu la Amani TV Media. Tuambie kipi ambacho kinaendelea kwa sasa ndani ya sekta ya Itombwe ambako kuna taarifa ambazo zimekuja moja kwa moja kusemea kwamba kuna watu ambao wanashirikiana na wahasi wa M23 na wameshikwa maeneo hayo. Jambo bwana mtangazaji, kwa majina naitwa Mfariji Lewis, nikiwa mkuu kiongozi wa vijana ndani ya sekta ya Itombwe. Ni kweli kulingana na swali lako bwana mtangazaji ni kwamba hiyo ni uongo mtupu. Kuna fununu ambazo zinaendelea kuzagaa kunako mitandao ya kijamii, hata kunako ujumbe mfupi ama SMS kupitia njia ya simu ya Vodacom. Nasema kwamba waasi wa M23 ama M23 na washirika wake Twirwaneho na Red Tabara kwamba wamewasili katika mji wa Kipupu, makao makuu ya sekta ya Itombwe,
hiyo inakuwa kabisa ni uongo mtupu kabisa. Eneo la sekta ya Itombwe tumekuwa tuko salama salamini na hatuko kabisa na fununu zozote ama hofu wowote kwamba adui M23 na washirika wake Twirwaneho na wengine walitabara kufika katika makao makuu ya sekta. Na leo ni tariki 10 Oktoba mwaka wa 2025 katika jimbo letu la Kivu Kusini tarafani Mwenga ndani ya sekta ya Itombwe groupement ya Bashi Mkinji ya kwanza ambako kunapatikana jengo hilo kuu la sekta hiyo. Lakini tuwajulishe kwamba hali halisi ambayo inaendelea ni kwamba wajeshi wa ukombozi wazalendo pamoja na jeshi ya taifa wanaendelea kufanya patrui ama msafara wa kuangalia namna gani wanaweza kabisa kukunja adui na kumzingira vilivyo kunako maeneo kaza wa kaza katika eneo la Mikenge na kando kando. Na leo kumekuwa na operation ambayo imeandaliwa naye mkuu kiongozi wa majeshi Kamanda Moto Elwa DMRC ambaye anasimamia kundi la wazalendo linalojiita jina la Union des Jeunes Patriotes pour la Défense du Congo. Alikuwa kunako maeneo ya Mikalati. Tuwakumbushe kwamba Mikalati ni moja kati ya vijiji vinavyopatikana ndani ya groupement ya Balala Nord tarafani Fizi ndani ya sekta ya Tanganyika. Ilikuwa tu ni kunako majira ya saa 5 za mchana ndiko vijana pamoja na viongozi walikwenda kuangalia namna gani wanaweza kutia makambi kunako maeneo hiyo ili kuangalia wapi adui anapata msaada wa chakula, wa risasi na mambo mengine. Kwa bahati mbaya walipokuwa hawajavuka mto Elila ambayo inakwenda kutenganisha sekta hii ya Itombwe na sekta ya Tanganyika, walikwenda kuona msafara mkubwa sana mrefu wa watu ambao wameshikilia mizigo. Lakini wakati vijana wenye ushujaa kabisa mkubwa walikwenda kuvuka mto kwa haraka, hivyo walikwenda kumshika moja kati ya hao ambao walikuwa na mizigo ambaye ni kabila la jamii la Washi, na wakisema kwamba wanatoka katika eneo la Mugeti wakitosha mizigo eneo la Uvira ili kuingiza huko Uvira. Ni kweli walikuwa wamoja kati wanaojiita wachuuzi huku wakibeba minembwe, sukari, chumvi, sabuni, mafuta na mambo mengine ya kiutu. Na hao mmoja alikwenda kushikwa na alikwenda kuhojiwa na yeye Kamanda Moto Elwa DMRC ambaye anasimamia kundi hilo la Union des Jeunes Patriotes pour la Défense du Congo. Pia ni moja kati ya wale ambao wanapatikana katika vuguvugu ama coalition ya FCRN, ikimaanisha Force Coalisée pour la Résistance Nationale inayosimamiwa naye Zelamboma Milenge. Na hapo aliendelea kumhoji. Ni hayo mtangazaji, tunapenda kuambia watu ambao wanapatikana katika kona zote 4 za Kivu Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kwamba mambo mengine yanakwenda kuzushwa ama kupewa nafasi kulingana na gisi adui anaendelea kupana habari ili kupana hofu kwa wale ambao wanaendelea kuwa ni watu ambao wanakaza ama wa resistant kwa kuendelea kuangalia mbinu za kudhibitisha ama kuangalia namna gani wanaweza kuangalia adui asiingie katika maeneo tofauti ya jimbo letu la Kivu Kusini na katika milima mirefu na mifupi huku katika nyanza zetu za juu. Ni hayo mtangazaji, na wasikilizaji wote watusikilize kwamba huyu amekwenda kukamatiwa, na pengine kunako video mtakwenda kusikia mahojiano yake yeye mkuu kiongozi wa wazalendo Moto Elwa DMRC ambaye anasimamia kundi la Union des Jeunes Patriotes
pour la Défense du Congo, anapatikana katika vuguvugu ama coalition ya FCRN inayosimamiwa naye Milenge Zilambuma katika eneo za milima mirefu huku katika axe opérationnel ya sekta ya Itombwe. Ni hayo ambayo yamekwenda kujiri, na tuwakumbusha kwamba baada ya hiyo patrouille de reconnaissance ama matembezi ya kuangalia eneo, imeonekana kuwa vema wa vijana wazalendo pamoja na jeshi ya taifa kutia ngome ama ma position avancée kunako eneo za Mikalati, ikiwa ni eneo ambao limekwenda kuunganisha sekta ya Itombwe na hiyo sekta ya Tanganyika tarafani Fizi, pia na eneo la Point Zero, kwani kutoka Point Zero kuingia Kipupu ni lazima kupita katika eneo hilo la Mikalati, na kutoka pia Kipupu kuingia Point Zero ni lazima kupita hiyo eneo la Mikalati. Ni eneo muhimu sana kwa wale ambao ni wapiganaji, kwani limekwenda kabisa kuzuia njia pekee ambayo adui yanaendelea kupata msaada wa kila kitu, ikipitia kunako mapenyezi ama njia tofauti kutoka Uvira zikipita katika soko ya Mitamba. Huku huyu ambaye ameshikwa alisema kwamba kuna soko ya siku ya kwanza na soko ya siku ya pili ndiyo ambayo wamekwenda kuchukua visa na kupeleka upande wa Minembwe kupitia kijiji cha Mugeti, ndiko yeye alipatikana. Na tunaendelea kuambia wasikilizaji na nyinyi watangazaji ni kwamba tuwe makini sana, tuwaambie Wakongomani, kwani adui anaendelea kutumikisha vijana wetu, wa baba, wa mama, wa dada na wazee wetu ili waendelee kupata namna ya kupata chakula. Na tayari hiyo Union des Jeunes Patriotes pour la Défense du Congo inasimamiwa naye Moto Elwa Dieu Merci imekwenda kutia ngome zake eneo za Mikalati leo hii tariki 10 Oktoba 25 kwa ajili ya kuchunguza vema wapi eneo, wapi njia, ni wanani na wanabeba nini wanaopatikana ama kupita katika njia hiyo ili kupita eneo la Mikenge. Tuwakumbushe kwamba eneo ambako wamekwenda kushika huo ambao ni moja kati ya huo msafara uliokuwa na mizigo ukipeleka katika soko ya hapo Minembwe inaolema kila siku ya 5 ya Jumaa. Amesema kwamba wiko wengi na msafara wao ambao walikuwa mbele walikuwa karibuni watu 12 na wengine walikuwa nyuma zaidi na wengine walilala wanapita, na nini kunako kilomita karibuni 3 ama 2.5 na kijiji cha Mikenge ambako kuna ripotiwa kuwa ngome kuu ya waasi wa M23 Twirwaneho, AFC na Red Tabara tangia mwezi wa Februari 25 mpaka sasa. Ni hayo mtangazaji, tulipenda kuambia na tuwaguze kwamba habari mengine ni habari tu ya uongo. Habari kamili ni kwetu sisi, kwani tuko tawi la vijana ambazo limepatikana mahali popote pale. Tuna watu ambao wanaendelea kutupatia habari za haki na kina kwa muda wote ule. Ni hiyo mtangazaji, tupenda kuambia habari mengine tunaendelea kufuata. Lakini kijana huo wa jamii la Bashi ameshikwa na kundi la wazalendo pamoja na jeshi ya taifa na tayari iko mikononi mwa wazalendo, na mnamo siku chache tu atakwenda kusafirishwa hadi Uvira kunako makao makuu ya sekta ya kijeshi inayopatikana pale Uvira, na mambo mengine yataendelea kufuata akishafika hapo. Ni kwamba mambo mengine yatafuata mpenzi msikilizaji, kwani tuliwaambia kwamba kijiji cha Mikenge kimekwenda kuzingirwa kabisa na hao wanajeshi wa wazalendo pamoja na jeshi ya taifa kwa ajili tu ya kumzingira adui, kwa kujua anatokea wapi, anapata msaada wapi, anapata chakula wapi, anapata nini. Na leo njia nyingine ambayo ilikuwa ikibaki tayari imekuwa ikizibidiwa mida kama na hii, na au tariki ya leo imezibidiwa
na hao wa vijana wa wazalendo kutoka maeneo hayo. Ni hayo mtangazaji, kwa majina tu ni Mfariji Lewis, anaendelea kupana habari za haki na kina hali halisi ya eneo la sekta ya Itombwe. Tunawashukuru. Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, ni hapo ndipo tunaweka nukta katika habari zetu za asubuhi ya leo. Hii ni Amani TV Media, na amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, na kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Asante kwa muda wako.